الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير والبشير النذير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tumesema katika aya za mwisho za kufikia hadi 27 aya 23 tumesema a'udhu billahi minash shaitani rajim minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah 'alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wama badalu tabdila. Minal mu'minina rijal, miongoni mwa waumini basi wapo wanaume wa kweli, watu ambao sadaqu ma ahadu Allah alayhi, wamesadikisha na kutimiza walioahidiana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi faminhum, miongoni mwao, man qadha nahba, wameshatekeleza ahadi yao waliyoweka na wakaondoka kupigania jihadi wakafa mashahidi. Wa minhum man yantazir, na wengineo wako wanakwenda step zile zile na wao wanasubiri watekeleze na kutimiza ahadi yao walioweka kwa Mwenyezi Mungu kwamba watapigana kwa ajili ya njia ya dini yake. Na watu wengine Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba waliobakia ambao hawajafa bado, wama badalu tabdila, hawajabadilisha chochote bali wako katika ahadi zao walizoziweka. Na hii dalili ya kuonesha kwamba imani za waliobakia wasiokufa katika vita vya Uhud wakaendelea nao na wapo mpaka katika hivi vita vya Ahzab, wako katika imani imara kabisa. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. aya 24 hii Mwenyezi Mungu anasema kwa hao waliotekeleza ahadi zao ili awalipe, liyajzi Allahu as-sadiqina, wale waliosema kweli, hasa wale waahidi kwa ukweli kweli na wakatekeleza kwa vitendo na kwa nia zao, kwa amali zao basi hawa Mwenyezi Mungu atawalipa bisidqihim, kwa ukweli wao. Wa yu'adhib almunafiqina, na upande wa pili wale wanafiki ili aadhibishe kwa unafiki wao, insha, ndipo atapotaka Mwenyezi Mungu kuadhibisha, kwa sababu wanayo chance bado ya kutubu au yatuba alaihim, au wakiwasamehe ndipo wakirudi kwa Mola wao. Inna Allaha kana ghafuran rahima, hakika Mwenyezi Mungu mwingi wa maghfira, mwingi wa rehema na anasamehe. Aya 25, waradda Allahu alladhina kafaru bighaydhihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Waradda Allahu alladhina kafaru bighaydhihim, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwarudisha nyuma wale makafiri na kwa ghadhabu zao. Kwa nini? Kwa sababu lam yanalu khaira, hiyo khairi waliotegemea wao ambao kwa Waislamu ni shari, kwamba wataingia, wataiteka, wataua Waislamu, watachukua ngawira, wataumaliza hii da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Uislamu. Wao walikuwa nayo kila nini, hope kwamba hii safari kwa wote wanaokwenda 10,000 lazima kuna khairi nyingi watapata kwa akili zao. Lakini Mwenyezi Mungu asema lam yanalu khaira alladhina, ile khairi walikuwa wakitegemea. Wakafa Allahu almu'minina alqital, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatosheleza waumini katika vita,
hawakuwa wanahitaji kutumia nguvu zao, zinatosha nguvu walizozipoteza katika njaa kubwa, katika hali ya hewa baridi kali, katika hofu walikuwa nayo, hofu shadidi. Naam, hii ni kweli mtupu, lakini jua hivyo wamesimama thabit kwa imani yao. Wa kana Allahu qawiyan aziza, Mwenyezi Mungu yuko pamoja nao na ni qawi, mwenye nguvu kabisa. Aziza ni mwenye uwezo wa kufanya kila jambo, asoshindwa na jambo. Aya 26, وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Mwenyezi Mungu akawateremsha wale waliosaidia maadui. Anzalahum, amewashusha min ahli kitabi, miongoni mwa waliopewa vitabu. Anzala alladhina dhaharuhum, wale waliosaidia makureishi na watu wa Qatafan. Al-Ahzab walikuja watu 10,000, nyuma yao walikuwa Mayahudi Bani Quraidha na Bani Nadhir. Basi hapa Bani Quraidha Mwenyezi Mungu amewatoa katika ngome zao, akawashusha wakatoka nje, kwa sababu walikuwa baadaye walipigwa blockade, walipigwa under siege, walikuwa wamezunguka na Waislamu siku 25 mpaka mwisho wametoka kitaka sita. Wale watu wa Mwenyezi Mungu anzalahum wa anzala, na amewashusha nje ya ngome zao. Alladhina dhaharuhum, wale waliowasaidia wale waliotajwa katika aya 25 juu. Alladhina kafaru, wameondoka bighaidhihim, kwa ghadhabu zao wameondoka, lam yanalu khaira. Na yote najua kwa kuwa wamesaidiwa na Wayahudi walikuwa ndani ya Madina, Mwenyezi Mungu amewashusha akatoa nje ya ngome zao. Anzala alladhina dhaharu min ahli alkitabi min sayasihim min qila'ihim wa husunihim, katika ngome zao, na wote wametoa sasa. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, qadhf ni kurusha kitu kwa nguvu, akatia katika nyoyo zao kwa nguvu. Ru'b, hofu shadidi. الرعب زايد يا خوف، يعني خوف يا hali ya juu kabisa inakuwa ru'b. وقذف في قلوبهم الرعب. Kwa hivyo fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa, kundi katika hao mnawaua na vijana wao wenye kuweza kushika panga. Amri uamuzi waliotoa Saad ibn Muadh kwa mapenzi yao wenyewe nani Mayahudi Bani Quraidha, na wengine mnawachukua asra, yani mateka, watoto wao, wake zao na watu wazima wao na mali zao. Naam. Alafu anamalizia aya 27, wa awrathakum ardhahum, na akakurisheni ardhi zao, wa diyarahum, na majumba yao, wa amwalahum, na mali zao, wa ardhan lam tatauha, na ardhi ambayo msipata kuikanyaga. Katika ngome zao nafasi ilikuwa kubwa na majumba yao yalikuwa mazuri kabisa. Zote Mwenyezi Mungu amekupeni. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, Mwenyezi Mungu mweza wa kila jambo. Aya 27 inafunga mashhad zote hizi za vita na maudhui ya al-Ahzab yote. Kwa hivyo hadi aya 27 tunhi qisas al-ghazw al-Ahzab, unamaliza bisaba bila vote Bani al-Ahzab na Bani Quraidha, na kwa mujibu wa tabir al-Qur'ani, namna Qur'ani ilivyoeleza, ama tarikh imeeleza kwa wazi na marefu na mapana zaidi kuchambua hizi aya hizo zenye kusema habari ya vita vya Ahzab. Na kama mlivyoona namna gani tumejaribu kutafuta kutokana na tarikh hivi vita vilikuwa hali gani, na kuna makafiri walikuwa na wanafiki walikuwa katika upande wa pili kule, upande wa Quraishi, upande wa Qatafan, upande Najd, na wote walikuwa baada ya kushakuslimu kwao na kuboresha imani zao, wanapokuja wakisoma sura Ahzab, basi wale ndio inapata taathira hivi hasa ile athari. Hivyo sisi tulikuwa tumekufa katika kufuru ile, ndio ilikuwa hali gani? Naam, sura hizi zilikuwa zina kama anasema Sheikh Zindani, wanaposoma wakasema naam, na mimi nilikuwa pala fulani, na mimi katika watu waliojaribu kuvuka handaki, na mimi nilikuwa hivi na hivi, zinawajia practically kwamba mimi lau ningelikuwa katika hali ile, ningelikuwa hali mbaya. Kwa sababu maneno hayo lam yanalu khaira, hajapata chochote, khairi yote inategemea na Mwenyezi Mungu akazuia kitali. Na namna gani Mwenyezi Mungu tadbirul ilahi, namna gani alivyodabiri Mwenyezi Mungu, namna gani ya kuweza
kuwapa hofu kubwa wale, na halafu kisha wakaondosha bila kupata chochote, na bado na hofu zaidi. Na jeshi la Mwenyezi Mungu kama ilivyokuja katika aya kabla kule, nini Mwenyezi Mungu ameteremsha nini, wameleta upepo mkali sana na nini, na jeshi ambalo hamulioni, au sivyo? Ndio alivyosema katika aya 9, aya 9 inasema nini? Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallah. Kaanza aya hii kwa kusema ikumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu. Neema ya Mwenyezi Mungu hapa tokea mlipopata habari jeshi linakuja kila upande, wamekusanyika watu maelfu kwa maelfu, adhabu, mpaka upepo ukaja ukaondoa yote, katika neema ya Mwenyezi Mungu ambayo nyinyi mnataka mshukuru. Namna gani Mwenyezi Mungu amekusaidieni ukaja upepo mkali ukaondoka, Lakini sasa dhkuru ni'matallahi alaykum, idh ja'atkum junudun, walipokujieni majeshi ya washirikina 10,000, 4,000 kutoka Maka, 6,000 kutoka Ghatafan na Najd na wapi, idh ja'akum junudun farsalna alayhim riha. Mwenyezi Mungu asema tukawapelekea upepo, wa hazama al-ahzaba wahda, ameshinda ahzab peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa asema farsalna alayhim riha. Halafu kuna kauli hapa inasema wa junuda lam tarawha, na amepeleka askari ambao nini hamkuona nyinyi, wakana Allah bima ta'maluna basira, mnawafanya yote. Mwenyezi Mungu asema innaka bi'ayunina, huko mbele ya macho yetu ya tunakuoneni. Hii jamani, hii swala unapoona kama hivyo junuda lam tarawha, mnafikiri nani ya jeshi? Lakini Mwenyezi Mungu asema je, hatujaona au vipi? Wa junuda lam tarawha, jeshi maana ukisikia kitu kama hicho lam tarawha, moja kwa moja inakwenda katika nini? Katika malaika. Kwa hivyo katika mstari wa mbele junuda lam tarawha, lakini walillahi junudu samawati, Mwenyezi Mungu ana jeshi la kila aina mbingu na ardhi. Na ukitizama katika yale yaliyokuja katika kitabu Allah, katika Qur'ani, ayat na qisas za maangamizi ya kaumu mbalimbali, wakati zenye kutoa dalili ya kwamba atadakhulu al-idaratu ar-rabbaniyya, anapofika wakati Mwenyezi Mungu sasa hivi anatia nguvu zake katika kuangamiza, imeshafika dakika sasa hivi ya kuripua 10 9 8 7, kifika 0 1 0 pop, inakuja mmoja katika majeshi ya Mwenyezi Mungu anaingia. Inaweza kuwa malaika, na aya zimetaja malaika, wanasema 5 min al-malaika munzilin na murdifin. Ukisoma katika vita vya Badr na vita vya Uhud kuna 1000 min al-malaika na kuna 5000 min al-malaika, sawa. Na hilo moja. La pili, ukitazama katika maangamizi na katika junudillah as-suyul wal fayadanat, sail, maji yanateremka katika majabali kwa nguvu na mifuriko katika majeshi ya Allah. Matar, mvua kama kaumu na Nuh, wakazamishwa kwa mvua. Halafu imekuja pia na bahari kufura kuja kupanda juu, riyah, pepo mkali, as-sawa'iq, kelele na dharba kadha kadha, az-zilzal, tetemeko ya ardhi. Wote katika majeshi, walillahi junudu samawati wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa naam, subhanallah. Kadhalika malaika kama walivyosema, halafu pia unapata ndege tayran ababil min junudillah, au sio? Na bahr, au sio? Halafu inhiyarat al-ardhiyya, pia mipasuko ya ardhi na ghafla inaonekana kama walivyodidimiza nani yule, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, nani huyo? Tukamdidimiza chini yeye na mali zake, yeye na nyumba yake, Qarun, na mengi mengineyo. Wacha hayo yote Mwenyezi Mungu ameleta hata uharibifu katika mazao, katika afat yote linatokezea, ukame, watu wakafana njaa, na hizi katika zote jumla na mingi. Walillahi junudu samawati wal ardh, wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Sasa basi tumesema hapa aya 27 ndio inafunga mashahid za vita vya Badr, vita vya Ahzab, na
kabla hatujenda katika aya 28 tunafanya ufupi sasa kutaja wale abtal maheroes wa nini wa vita hivi, ingawa tutakuwa tunarejea tena baadhi ya mambo, lakini pia ni katika njia ya kuweza nini kuweza kukumbuka zaidi ikakaa kisa cha hizi ayati zilizokuja. Kwani moja katika abtal tunazungumza sasa hivi wa mwanzo kabisa, Muhammadur Rasulullah, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Muhammad Rasulullah, general wa vita hivi, kamanda mkuu wa vita hivi, kamanda mkuu wa vita hivi, naye ndiye responsible katika mambo yaliokuwa muhimu yote, muhimu katika mambo yote ya vita, amri zake, ulinzi wake, ugawaji wake wa maaskari, nyie kalindeni, nyie fanyeni huku, taharuku zote za kijeshi katika amri zake, kuwatia nguvu moyo, kwa bashiria pepo kama walivyokuwa wanachimba na zikaruka cheche, kasema tunakubashirieni kunuz, hazina za Kisra na Kaisar na Yemen, milango yake itafunguka na nini, na hii yote katika jumla nini ya kuwatia nguvu na imani. Mtume sallam kapiga roli kubwa sana kaifanya katika nini, katika kuwathibitisha jeshi lake, kuthibitisha katika vita bila kukimbia na kuogopa, kwa sababu ni mara moja kwa jeshi kukimbia likawaacha mbali vita. Kwa hiyo lakini Mtume sallam kawaacha wasimame mpaka dakika ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha upepo na junuda la taraha ukawa ushindi kwa Waislamu.